Ndugu zangu waandishi wa habari, tunapoendelea kusubiri tume hii ikamilishe kazi yake, kumejitokeza wimbi kubwa la vyombo vya habari, hususan vyombo vya habari vya nje, kuchapisha na kutangaza taarifa ambazo ni za upande mmoja, na wakati mwingine kufanya upotoshaji wa taarifa wenye mlengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali, kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutokana na tofauti zao za kisiasa, kidini na kikanda. Ama viongozi wa serikali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inasikitishwa na imeumizwa sana na matukio yale na madhara yake. Madhara haya yametugusa sote, ama moja kwa moja ama kwa namna nyingine. Kuendelea kuyashabikia matukio yale au kuchochea kwa kutangaza na kuchapisha maudhui yenye kuzua taharuki, kupotosha ama kutia hasira watu kwa namna ambayo vyombo vya habari vya nje ama wanaojiita wanaharakati ama wenye maslahi ya kisiasa wanafanya, hakuna manufaa kwa taifa letu zaidi ya kuongeza maumivu katika vidonda vya Watanzania. Kutokana na hayo, kwa niaba ya serikali naomba kueleza yafuatayo. La kwanza, naomba kutoa wito kwa vyombo vya habari vya nje kuzingatia maadili na misingi ya uandishi wa habari kwa kuchapisha habari zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji. Kuacha kuchapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Watanzania na nchi yetu ya Tanzania. Serikali ipo tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi pale watakapotaka taarifa. Naomba kusisitiza, sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, kama ambavyo chombo cha habari cha CNN kimechapisha taarifa zake zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali ya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu. Wengi tunachokifanya kwanza, hao CNN tunaendelea kuwatafuta kwa sababu wao si wamesema sisi hawajatupata. Mimi nimetoka leo hapa kwenye public kusema kwamba hawajatutafuta, na kama wanatuhitaji tupo, tutajibu maswali yao. Tunachowataka CNN, hatuwazuii kufanya kazi yao, lakini wafanye kazi yao kwa usawa, kwa weledi. Wala sisi serikali hatutaki favor, hatutaki upendeleo. Kwa hiyo CNN tumewaambia wakitaka kusikia kutoka serikalini, serikali ipo ili wakasafishe kama ambavyo wamechafua. Moja, tumewatafuta Al Jazeera, tumewaambia we are here, we are ready, tutakwenda kuzungumza nao, na sisi tunaamini kwa sababu hivi ni vyombo vya habari vya kimataifa vyenye sifa na vyenye uwajibikaji na vinavyopaswa kuwa na uwajibikaji, vitatoa nafasi kwa serikali ya Tanzania kueleza kilichotokea. Kamati ya uchunguzi inafanya kazi, itamaliza kazi, tutaeleza kila kitu, hakuna cha kuficha. Kwani kuna aliyependezwa na yaliyotokea? Hakuna aliyependezwa na yaliyotokea. Hata sisi wenyewe tuna machungu, tunasikitika, kiwemo viongozi wa dini, vyombo vya habari, viongozi wa siasa. Tujiepushe na kauli zozote zinazoweza kutuumiza kama taifa, zinazoweza kutuchunganisha, kutugawa na kutufarakanisha. Hazina afya. Na serikali inaendelea kufanya jitihada ya kuzungumza na wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini. Nimeona Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Maderu ameshaanza kufanya mazungumzo na viongozi wa dini. Wakati mwingine hata wadau wetu wa ndani hawana ile picha halisi juu ya mambo yalivyotokea. Serikali itaendelea kufanya hizo engagement zote, kukutana na wadau mbalimbali, kuwaeleza kilichotokea na kuwasihi tuzungumze lugha moja, tuache kubomoa taifa letu. Mheshimiwa Rais alielekeza wale vijana ambao DPP ataona walienda kwenye vurugu zile kwa kufuata mkumbo waachiwe, na hii kazi inaendelea kwa sababu wao watu walikuwa wengi
inaendelea kufanya uchambuzi, na wale ambao uchambuzi unakamilika wanaachiwa na wanarudi majumbani kwao, na kazi itaendelea mpaka itakapokuwa imekamilika. Wananchi wanatafuta ndugu zao. Katika hatua hii, kwanza mimi ningetoa wito, sehemu sahihi nadhani ni kwenda polisi, sababu polisi wao ndio wanaweza kufanya hizo jitihada za kutafuta walipo, na kama kutakuwa kuna maelekezo mengine huko polisi ndiko ambako wanaweza kujua. Kwa sasa hivi mimi siwezi kuwa na majibu, kwa sababu unajua haya ni matukio ambayo yalitokea wakati wa vurugu. Tume inaendelea kufanya uchunguzi. Tume itakapokamilisha, pengine itakuwa imepata taarifa nyingi zaidi ambazo pia Watanzania watajulishwa, ila katika hatua hii ni vizuri tukaendelea kwenye utaratibu wetu wa kawaida. Pale unapokuta jamaa yako hapatikani, basi unakwenda polisi. Mambo mengine tutaambiwa tume itakapokuwa imekamilisha kazi yake. Kuhusu idadi, hali kadhalika ni ngumu sasa hivi kusema ni idadi kiasi gani. Sasa hivi mtu yeyote anayetoa takwimu ni uchochezi. Takwimu zinatakiwa zitoke kwenye vyanzo rasmi ambavyo vimezalisha takwimu hizo baada ya kufanya tathmini. Leo nikikuuliza hapa, Juma, nani kahesabu walioumia, waliofariki dunia? Nani kahesabu? Chombo cha habari reputable, unaendaje unataja takwimu? Hapo umemnukuu kiongozi wa chama cha siasa. How is that professional? Umemnukuu mwanaharakati. Mwanaharakati ana machinery ya kuhesabu watu, ana machinery ya kuhesabu vifo. Takwimu wamezitoa wapi? Kwa hiyo mimi nafikiri tu na subira, lakini pia nataka kuendelea kusisitiza yaliyotokea hayakuwa mambo mazuri. Kila mmoja ana majonzi, kila mmoja ana masikitiko makubwa, kila mmoja ameumia. Tuwe watulivu, vyombo vifanye kazi yake, tathmini itafanyika, taarifa zitatolewa.